Yes bana, katika tukio la kihistoria ambalo limeweza kufanyika siku ya Jumapili, yani siku ya jana, mara baada ya sala ya Regina Cyril, Papa Leo wa 14 aliweza kuvunja mihuri ambayo ilikuwa imefungwa kwenye makazi ya Papa Apostolic Place tangu kifo cha Papa Francis Aprili 21. Sasa Papa aliweza kuambatana na viongozi wakuu wa Vatican akiwemo Kardinali Camerolongo, Kelvin Farreri, Kardinali Pietro Parolin, Askofu Mkuu Edgar Pena, lakini pia na para na wengine wengi kibao ambao walikuwa wamehusika kushuhudia hatua hii muhimu ambayo inazinduliwa rasmi mwanzo wa huduma yake kama kiongozi wa kanisa Katoliki bana duniani. Aliweza kwenda kufungua na kukata kamba, ambapo kama umeona kwenye hiyo video, haya ni wasema ambapo pia Papa Francis alikuwa anafanya kazi huko. So mara baada ya kuweza kufariki kwake na kuweza kupitishwa kwa papa huyu mpya, ameweza kufanya tukio hilo na kuwa rasmi sasa ndiye papa wa duniani kote akiongoza wa Katoliki. Sasa kwenye hotuba yake ya Jumapili ya kwanza akiwa Papa Leo pia ameweza kutoa wito mzito wa amani kwa maneno mbalimbali ya dunia ambayo pia yanakuwa na wakumba, na miongoni amegusa hasa maeneo matatu: Ukraine, ukanda wa Gaza na uhusiano kati ya India pamoja na Pakistan. Na mnukuu amesema hivi kwamba nabeba katika moyo wangu mateso ya watu wapendwa wa Ukraine. Lifanyike kila linalowezekana kufikia amani ya kweli na haki ya kudumu haraka iwezekanavyo. Wafungwa wote waachiwe huru na watoto warejee kwenye familia zao. Kuhusu Gaza alisema pia, na mnukuu, nasikitishwa sana lakini pia na kile kinachoendelea katika ukanda wa Gaza. Mapigano yasitishwe mara moja na msaada wa kibinadamu upelekwe kwa raia waliokata tamaa na mateka wote waweze kuachiwa huru. Na akathibitisha kwa kugusia matumaini, akasema, nimefurahishwa na tangazo la kusitisha mapigano kati ya India na Pakistan, lakini pia na ninatumaini kuwa kupitia mazungumzo yao makubaliano yao pia ya kudumu yatafanikiwa hivi karibuni. Kwa kifupi, Papa Leo wa 14 pia ameweza kuonyesha moyo wa huruma, lakini pia na kutaka dunia ichukue hatua za haraka kwa ajili ya amani, uhuru, mateka, lakini pia misaada ya kibinadamu na mazungumzo ya kidiplomasia yaweze kukaa sawa. Na huo ulikuwa ndio ujumbe wa Papa Francis siku ya jana, siku ya Jumapili, mara baada ya yeye kuweza kuwa rasmi sasa ndiye papa wa duniani kote kwa kanisa Katoliki, kutokea hapa Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Russia, Marekani, sijui kote duniani kote wa Katoliki wote kwamba ndio atakuwa Papa Leo wa 14. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X, lakini pia kule YouTube ukisubscribe channel yetu utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu endapo utasubscribe. Nakwambia take love for this.